What's up my people? Ni Azeni wase. So welcome to my YouTube channel. Ni Nanyukian TV. Na kwa leo nimewaletea mgeni. So nataka kwanza tujue anaitwa nani na amekuja kufanya nini. Ngoja atatuambia. So ni aje? Poa sana. Good. My name is Anthony Muremi and I'm happy to be invited into this platform and to the new Nanyuki TV ambao natumai sisi ni sauti ya wananchi na sauti ya vijana, and we are here to express our objectives and our views towards the forthcoming government and towards the forthcoming positions as young people into the government. Asanteni sana na tunawakaribisha sana kwa hii show. Vijana, feel welcome na this is the right place to be. Asanteni sana. So umesikia. So kawaida hapa hivi nitakuwa nawaletea leaders kutoka Laikipia, yani Laikipia wase wote wenye wana vie for seats. So kitu tutakuwa tunafanya ni tutakuwa tuna dig deep into their plans. Tunataka kujua wanataka watafanyia watu nini. And the thing ni say mkiwa choose watalipea aje. So ngoja tusikie. So unatafuta MCA? Yeah. Dhingitho ward. Mimi natafuta MCA Dhingitho ward. Kwa sababu number one, kama venye unazaona mimi ni comrade. Na I know the challenges that you have on the ground ya comrade ambayo bado haijakuwa addressed. That's why mimi nimejituma na mimi na seek support ya comrade wenzangu. Hii safari tutembee pamoja so that we are able to deliver and to represent our agendas and our voices kama comrade pamoja. Asanteni sana timu Laikipia. So niko na swali moja hapa. Hawa sio wakiweza kuchagua waseme we Anthony ni MCA wetu. What will be the first thing utawafanyia? The first thing yenye umekuwa umeona wase wanateseka. Asante sana kiongozi mwenzangu. Number one, if I may say, mimi natetea on behalf of the people of Dhingitho and the comrade of the Dhingitho fraternity. Sisi tuko wengi. Na kwa wale sisi ambao tumeweza kupiga hatua mbele, tunajua ya kwamba Dhingitho ni sisi richest ward in this county in terms of national government resources and the county. My question is, what is the take of our positions into the resources that we are having inside within the territory of Dhingitho? What is our portion? What is our share? Hiyo ndio swali mimi nataka niulize comrade wenzangu. So wasema comrade bado mnasikia maswali babene zina flow. So another thing, kwa part ya youth, utakuwa on how benefit aje? Asante sana kwa hiyo swali, ni la muhimu sana so that tujue. Unajua number one, kama tunataka kupiga hatua mbele, we must reflect where we are coming from. Mali sisi tunatoka na mali sisi tunataka tufike. Number one, unajua kwa hii Dhingitho sisi kama vijana, unajua mimi nimeingia ground, nimeinteract na vijana, wananiambia mimi squeeze, mimi niingie Batuk, mimi squeeze, mimi niingie Vivo, squeeze mimi niingie kwa railway, squeeze mimi niingie Ulpajeta Conservancy and Sweetwater Stentant Camp. If I may say, these are resources within the territory of Dhingitho. Na hii ni baadhi ambayo, hii ni baadhi ya resources ambazo tunafaa tukue na representative. Wacha mimi nisikie wewe ukiamuka asubuhi hii unaraukia mahali fulani kama hustle yako. Wacha sisi tusikue kama mbwa mwitu ambaye anachungulia simba awinde ashike swara akule, sisi tukoje matumbo na mavi yake. Let us take our positions. Wacha tuende hiyo maini. Na that's mimi niko hapo ni represent comrade kwa sababu mimi najua, I know comrades have believe in me that through me we wanna deliver our positions and seek for more positions in the society. Namna hiyo. Asante kwa kujibu hiyo swali. So kitu kingine nikuuliza, niko na swali. What is the take, yani government the presidential unaiteka aje, yani hiyo venye kunaendelea? You know, as an aspirant mimi si nimejituma ground niombe kura yangu ya MCA. Mimi na haji pia my presidential candidate. Pia yeye ajitume. Unajua imani tuambiane ukweli. Mimi sita support a certain wave ambao najua wewe as an individual hauko pande hiyo na still uko na kura yangu. Kwa sababu ukipiga my presidential candidate pia mimi utanipigia wapi? Lakini mimi nataka niambie vijana kama vile nimetangulia kusema, it is no time we reflect where we are coming from. Sisi unajua tumeishi kuwa promised lakini hatujai, it has never been delivered to us. So I believe it is time. Ile wave wewe una feel inakuempower as an individual. Wewe fuata hiyo wave. Na mimi sita kumobilize ama ni kuinfluence. Fuata hiyo wave kwa sababu you feel hapa
my personal interest and the interest of the society and the people zinakuwa articulated and you believe they'll be implemented for the better of the people. But if I may say, to conclude on this point, mimi personally, not kwako wewe, personally mimi niko kwa hustler. Kwa sababu ya nini? Mimi najua unajua mimi I listen to agendas, mimi I follow agendas. Kile unatuletea kwa meza na wale wengine kile wanatuletea kwa meza, so that mimi nitaweka kwa meza. Right? Ili niweze ku verify and I know ni kuelero na ni kuelero huko tajugu. Unajua kiongozi, mimi ni Mkikuyu na ninajua ni kuli kuelero na kuneegero. Saizi we must get back to our senses. No ginya tushoke baraginyo. Turania tiriri. Hihi tuguthi gucagura thirikari tugane twacagurire mbea ikiurai ka tuguthi gucagura andu makuri present agenda zetu. Kwa hivyo mimi as an individual sio wewe, mimi mwenyewe mimi niko pande ya Hustler Nation because I know. So basically hiyo msendo atachukua Ruto. Wewe unasema basically ni atachukua. Unajua mimi I believe he'll win the position and he'll be there to represent our agenda. Ruto ataona, so wewe ndo utachukua hiki kitu. Unajua mimi niko personally niko na trust na Ruto, niko na trust na DP. Kwa nini? Kwa sababu mimi najua mimi, so that to win people's heart on the ground I must have something solid ambao mimi naelezea watu what I have done ama mimi na promise watu we can do this and this and this and this. Ruto mwenyewe we have seen from the basic of his introductory of his campaign. Mimi I know through the wheelbarrow thing we want to deliver so much to the society. Why? Mimi najua, unajua for long tumekuwa tukikuwa promised jobs za kuwa employed. This has remained a dilemma since the government of Kenyatta. Mimi tangu nizaliwa nikinyonya ninajua nitasoma niajiriwe, but this imekuwa dilemma, imekuwa kizaazaa. Saizi we must know. Unajua saizi mimi nimekuwa mahali on the ground. Ninawaambia watu nyinyi nitamwagia nyinyi hii mara hii barabara ikuwe sawa sawa. Akividi road sweet waters. Lakini mimi napata challenge. People want to know. Kwa budget, how many kilometers do we have per certain, unajua sisi tunasomea budget, we work with budget Watu wanajua tumepatia 16 kilometers ama 20 kilometers ama 30. People want to know how many proposed roads do we have. The same with Ruto's agenda on the ground. We want to empower ordinary citizens on the ground. That is our agenda. Mimi I'm fully supporting that. Wao zikuje kutuambilia 1000 ili hali 2000 ya wazee inakoza sita, utaiba wapi utuletee jamani? Wote tunaangalia economy. Namna hiyo. So kulikola hisa lingine kuhusu kuimpeach the governor of Laikipia. So kuliendaga aje? Unajua mimi am a loyal citizen and governor is my friend. Mimi governor ni rafiki yangu sana. Si rafiki yangu kwa sababu tumepatana tukakunywa kahawa, but he's my friend because mimi am loyal to the people on the ground. Nagikuya ugire ogeigwe yana kaya umenye ninume. Mimi am that kind of person. Mimi hutaniuma ni nyamaze because you are the governor ama you are the area MP. Mimi I shout. Right? Kwa sababu mimi I have employed you through my taxation, I'm paying you. Na mimi kabisa nikifeel hospitali kabisa hakuna mambo mzuri naendelea, I think I should shout. But mimi najua there are so many ordinary people on the ground ambao hawajui mimi nikifinyiliwa sehemu hii which is the next step to take. Wale wengi wanajua ni kuoya madhege na kuheta guo waje wa demonstrate on the streets. Mimi I know the next step to question the governor. Why is this happening? What is the solution for this matter? Yes, namna hiyo. So my comrades bado mnasikia. So kuna huyu arifu yake akataka kutujoin. You're welcome now. Niaje bro? Poa sana. Kwa majina naitwa Martin Kagwanja. Kutoka Nyahururu, Laikipia West, Laikipia County. So wewe ni rafiki yake? Yeah. So niko na swali. Huyu mzee unaona akichaguliwa what will be, yani nini anakuambia ati the first thing nitafanya? Okay, for the first thing in the normal currency of the Kenyan politics, inakuanga most of it is about the ideologies na the people's background. Backgrounds are different from one area to another, but as long as I know,
The Githu World is a wide area. Ni area yenye cover a lot of places, a lot of ideologies. Iko na urban centers, iko na rural bado areas. In those areas, according to what we have just discussed with him, for the long time that I have known Muhesh Anthony, is that he'll first empower on the Lulo mobilization and development. Yenye bado it will also increase the modern town and also the urban areas development. That is one of his main agendas. Yenye, according to what I've been with him, I've been able to note as the first spot or the first thing from him. So thank you kwa kujibu. So same nasikia. So tunataka si kawa wase wa Laikipia, nataka mchague mse ako na yani mse ako na vision, mse anaona mbele. Si mse ati kwenyu mse hamna tuseme maji. Sasa mnafaa mchague mse mwenye atawapatia maji, si mse mwenye anakuja kuambia sije ataongezea nini nyingine. So mfikirie manze. So niko na swali lingine hapa. History bado ya kuimpeach the governor. Okay. What was your take? Ilikuwa muhimu. Okay, for the first thing, I was the first petitioner to petition the governor. That is not questionable. But the issue about questioning the governor, it was not about any personal issue. It was about the arising issues that were happening in Laikipia. Per those days, of which until today, the issues are also recurring. One of the issues that I would like also to point is the issue about the health and our health ministries. 2 is the issues about corruption. And 3 is the issues about misuse of the public funds. 1, things about our health ministry is that we find that we have insufficient medical personnel, of which is due to human error, not human error, human or aware in human error, of which I can say that before the petition was brought to the County Assembly of Laikipia, or before there was some demonstration at the Nyanyuki General Hospital, a few days before there was a lady who passed away due to, I don't know whether I refer it to human negligence or the medical negligence. But due to that, it was not medical, it was not the practitioner's error, according to the Kenya Medical Practitioners Union, KMPDU. The KMPDU report that was clearly outed, it was given as a report to the as a report in news from the office. It is stated that in Laikipia County we had insufficient of more than 50 doctors. More to that, or more, to add to that. During that same strike, the governor was able to fire the specialists, more of them of which were more familiar with the serious issues that may involve the health institutions. 2, about the corruption in Laikipia County, of which I would not like to go deeper into it. We have seen, especially during the some of the mega things that have been stated according to the checkers book, but on the ground they are not directly applicable as they were stated in the petition. To brief on that, also we can talk about the misuse of public funds. The misuse of public funds is because there was no any public derogation or public yes, and through that we could see that there was misuse of a lot of funds. Let's continue. Yeah. Okay. So say hiyo kizungu manzi imenipeleka jo. Was by nipoa jo. Mazi. So you are the next. So Anthony Moremi. So niko na swali hapa. Mbona saa nimeteki kwa mse huko ni online na nauliza mbona wase walingizo wakutrust na boss zao wakisema ati watakuchagua. Kwa yani wakuentrust na hiyo ni good. Number 1, as a leader, you must know the background of your people. You must know the background of the area you are anticipating to represent, right? Lazima ujue ile shida watu wako nae. Lazima ujue ile strength watu ya hiyo particular area unataka ku represent, strength wako nae.
so that unaweza convert their challenges into their successes, right? Yeah. Mimi ni mwana sheria and I know the resources that we have within the territory of Dingido. I know what you can utilize. Mimi najua ile tunaweza utilize within the territory of Dingido to convert people's lives, especially the most vulnerable people, especially the people on the ground, the ordinary people on the ground, including me. Unajua sisi watoto wagio wa kawaida, ordinary mwananchi, it is upon we work up tutoe miguu kwa gunia. Ushasikia ile kutoa miguu kwa gunia? Tuangalie what is there for us. We chase what is there for us, right? Yeah. Mimi nimezaliwa hapa Dingido, nimelelewa hapa. Hii shule inaitwa Ndorori Primary School. Before I graduated Nanyuki High School. Kwa hivyo mambo ya Dingido nilelewa vizuri sana, right from education. So unajua shida zao. Good. So naambia wewe ndo dawa yao. Mimi ndo dawa yao. Sasa wase umesikia huyu msi ndo dawa yenu. So itabidi tu memtrust. This is what I want to assure my comrade and my colleague comrade na wazazi wetu wa Dingido. Mimi nimezaliwa Dingido. I understand the people of Dingido right from education. Right from mimi wakati nilizaliwa, I understand the problem on the people of the society. Kwa hivyo mimi naomba hivi wazazi wetu, it is very important wakati tumesomesha watoto na we make them future leaders because they understand the problem of the ordinary people on the ground. Mimi kwa hisani kubwa na kwa unyenyekevu zaidi naomba wananchi wa Dingido safari hii wacha tusipige kura for the sake of kupiga kura. Let us know that we have got a journey to walk. Wacha tujue tuko na safari ya kutembea. Alright? Wacha tutumie ile rasilimali tuko nayo hapa, both that tuko na human resources, tuko na government resource na tuko na county resources. Wacha tuchague viongozi ambao they are able to utilize the resources that we have on the ground to implement agendas of the ordinary mwananchi on the ground. Na by so doing, watch our children. Nyinyi wazazi mtazame watoto wetu wakisoma na wakikuwa prosperous people in the society. Asanteni sana. Yeah, thanks kwa kujibu. So wase msubscribe, like, share na comment, alafu mnifollow pale Instagram najita _Nanyukian_savage_ ni 3, alafu mwende hapo FB mlike page yangu. Hebu ambia wase subscribe. Maboys, hebu tuinuane. Hii story ni kujituma, tuinuane. Kama wewe unauza barakoa, instead ya kwenda kununulia ganga pale Muhindi, wacha nikuje nikununulie wewe ujiinue. Kama huyu boys safari yake inatembea kwa through subscription, wacha tujitume tu subscribe kwa huyu jamaa because that is what we call. Hiyo ndio maisha. Maisha ni kuinuana. We rise by empowering others. We rise by rising others. Kwa hivyo mimi naomba muni rise so that I can also come on the ground with wisdom and with authority niweze kuinua nyinyi vijana. Asanteni sana. So, peace.